Maandiko inasema hivi, kitabu ni cha Ezekieli 20:2 mlango wake wa 30. Maandiko inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye tengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Baba yetu uishie mahali pa juu zaidi, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Neno hili naomba likaweze kueleweka, ukatupe kufunuliwa neno hili na tukaielewe, nasi tukakuone katika neno hili na tukafanye wajibu wako. Hayo ndio tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Utakapokuwa unatafakari kuhusiana na jambo hili, nimetangulia kuambia ya kwamba neno hili linaonyesha ya kwamba kuna pengo ambalo liko, na hiyo pengo unapoiangalia utakuja kuona ya kwamba ni pengo kubwa, ni pengo kubwa sana, kubwa, ambayo katika pengo hii inaleta mambo mengine ambayo Mungu hakuwa ameyakusudia kuyafanya. Maandiko inasema ya kwamba tangu mwanadamu aanguke, Mungu amekuwa akitafuta wanadamu awalete katika mpango wake. Uzuri ni kwamba tunaelewa kila mmoja wetu, hakuna wakati ambapo mwanadamu anamtafuta Mungu, na kama atamtafuta basi itakuwa ni kwa wakati mchache, ama kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Kwa maana Yesu alipokuwa hapa duniani ni kwamba kuna wanadamu waliokuwa wanamtafuta. Kiegemea kitabu kile cha Yohana 6, hiyo ni andiko utaisoma. Maandiko inasema ya kwamba walimtafuta Yesu ili wale na wakunywe, si ni ukweli? Lakini chakula hicho ambacho walikuwa wanatafuta ni cha kwa muda mchache ambao kiliweza kukoma. So utakuja kuona ya kwamba hii dunia unapoitafakari, Mungu amekuwa akitafuta wanadamu ambao wanaweza kusimama katika pengo ambao limeachwa wazi, na hilo pengo liweza kutokea wakati ambapo mwanadamu aliasi. Hapo mbeleni hakukuwa na pengo lolote, kwa maana mwanadamu na Mungu walikuwa kitu kimoja, na wao walitembea kwa pamoja na waliishi katika bustani ya Mungu, wakimuona Mungu na maumbile yake na maridadi aliyoyafanya wakati wa uumbaji. Lakini tangu dhambi iingie, ni kwamba pengo hilo liliweza kuingia, na hivyo ikalazimu Mungu mwenyewe aweze sasa kuanzisha mpango mwingine wa kumtafuta mwanadamu. Na ndivyo utakuja kuona ya kwamba hata katika kitabu hiki tumekisoma, maandiko inasema tu Mungu ako katika hiyo mpango wake wa kutafuta. So, na ndivyo naona ya kwamba jambo hili kwangu unapoliona, this call is very urgent, ama ni jambo la kipekee sana, na ni jambo la haraka. Kwa maana dunia ambayo tunaishi, wapendwa, nataka niwaeleze ya kwamba ni dunia ambayo imejawa na mambo machafu, kiasi ya kwamba matendo ya wengi imevunjika, ama there is filled with moral decay. Matendo na tabia za wengi zimeharibika, familia zimeharibika. Unapoangalia hata katika vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii, utaona ya kwamba familia nyingi zimevunjika, na hata zile hazijaweza kuvunjika haziishi kulingana na mpango wa Mungu, lakini wanaishi kwa ajili ya mambo mengine ambayo imewafanya waweze kuishi pale kama watoto, na nafasi ambao alicho nacho wanapozidi kudumu katika nchi hii. Na hivyo utakuja kuona ya kwamba maisha ya kiroho unapoyaangalia ni kwamba imetiwa baridi. We are experiencing spiritual empathy, mahali ambapo si moto
na hata sio baridi. Sasa ni vuguvugu ambayo inaleta mambo haieleweki. Huwezi elewa, huwezi kusema ni wapi. Leo hako hivi, keshowe ako vile vingine. Siku ya leo ya Sabato ni mnyenyekevu, keshowe atakuwa mwenye kiburi na mkaidi na mtu asiyejali. So utakuja kuona ya kwamba Mungu anazidi kutafuta wanadamu ambao wanaweza kusimama katika hilo pengo ambao limeachwa wazi. Hao wanadamu sio rahisi kuwapata. God is searching for real men and women, yaani wanaume na wanawake halisi ambao wanaweza kusimama, pia wanaweza kuchukua msimamo thabiti. They can raise and even they can stand, take a very strong stand. Wanaweza kuchukua msimamo thabiti bila kuyumbayumba. Tunaelewa ya kwamba siku hizi watu wanayumbayumba kama wanasiasa. Leo wanaweza kusema hivi, tuko na huyu, keshowe upate habari nyingine tofauti na ile ambayo ilikuwa imekusudia. Na utakuja kuona pia who can stand in the gap, yaani wanaweza simama katika pengo ambalo tumeweza kuliona. Pengo hili katika familia zao, katika kanisa na hata yaani katika jamii kwa jumla. Hili pengo liko kila mahali. Katika maisha ya Ukristo hilo pengo limejazwa, kwa maana kumejawa na mashaka na mambo ya kuogopa, baridi, mambo inakuja na kutia baridi, na hivyo unajipata ya kwamba wewe ni vuguvugu. Lakini unapoangalia jambo hili kwa makini, you will realize that the world is in real crisis, ama dunia yenyewe iko katika hali ya kuyumbayumba yenyewe jinsi ilivyo. So hata sisi tulio ndani tunapojumbayumba, sio kwamba tunajumbayumba ikiwa imesimama, ni kwa sababu tumeuguzwa na ugonjwa huo, na hivyo unapata ya kwamba hata sisi wenyewe tunajumbayumba. Marriages are falling apart, yaani ni katika ndoa na familia zinaendelea kuvunjika na watu hawajali. Leo anavuja na huyu anapata mwingine na maisha inaendelea. Vijana wenyewe aidha wa kike ama wa kiume wamepotelea katika miandarati, katika mambo ambayo ni mambo ya kuvunja watu moyo, criminal activities. Wamepotelea katika makundi ya kiharamu, mahali ambapo wanafanya mambo yao bila kujali. Also the young people are very confused, they don't know which way to take. Anya wamechanganyikiwa, hawajui ni nini ambacho kinahitajika kwao kama wakati kama huu. Wanaume na wanawake utakuja kuona ya kwamba wengine wamelazimu hata kuacha nafasi na jukumu ambao wamepewa na Mungu katika familia. Kanisa yenyewe inaonekana kana kwamba ni kama inaanguka, na hivyo kila mahali ni vileo, kelele. Watu wanaangaliana wakiulizana, ni nini hii? Na ni wapi ambapo tutaweza kusimama? So, hakuna mahali ambapo ni pazuri. Hata kanisani kuna misukosuko. Watu wamejawa na mashaka, wengine wako na mambo ambayo wametiwa baridi kama vile masengeni. Wengine hawaamini neno na hawaoni kama hili kanisa inaweza kuwapeleka mbinguni. So hivyo utaona ya kwamba kuna hatari ambayo inatangazwa duniani, na hivi kwangu nasema ni habari zaidi punde ambao Mungu anatafuta watu halisi, waume kwa wake ambao wanaweza kusimama katika mwanya. Na ndivyo utakuja kuona ya kwamba today God is calling you to be a man and a woman of impact who can bridge the gap and restore what is broken. Siku ya leo Mungu anakuita ukiwa ndanda ama ukiwa kaka, mwanaume ama mwanamke, ya kwamba uweze kusimama na ulete mabadiliko makubwa. Hii dunia inahitaji mabadiliko makubwa. Yesu alikuja akatupatia mfano wa kuleta mabadiliko. Bwana asifiwe. Alipata dunia ambayo haina matumaini. Mtu akijua mwisho wake ni mchanga, ni kwa mchanga ama kwa udongo. Si kweli? Alikuta ya kwamba watu tu
wanajua mtu akikufa anaisha, lakini Yesu akaja akaleta mabadiliko makubwa. Akasema ya kwamba usijali, hata ukifa ukiwa ndani yangu utafufuka, kwa maana mimi tayari nimefufuka. Akaleta mabadiliko makubwa, na ndivyo utakuja kuona ya kwamba ndio tunazungumzia mambo haya. Yaani mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko katika dunia hii ambayo haijali, iko na mwanya mkubwa, pengo kubwa kati ya maskini na matajiri. Watu wanahangaika, kuna wale wanalala njaa na wengine wanashiba na wanabakiza. Dunia kama hiyo, Mungu anatafuta watu ambao wanaweza kusimama katika mwanya, na ndivyo inasema ya kwamba to bridge the gap, yaani ili tuweze kuvuka na kujaza ile pengo. Unajua hakuna kitu kibaya dunia hii kama kuishi ukiwa na matumaini, unaweza vuka, lakini usivuke. Wana wa Israeli walipofika pale katika ile bahari ya Shamu, walikuwa na matumaini makubwa ya kuvuka ile bahari, lakini walipofika pale matumaini yao yakakwisha, kwa maana waliona hili bahari sio rahisi kulivuka. Na tena walipotamani kurudi, wa Misri walikuwa tayari wanawafuata. Walipojaribu kufikiria jinsi ambao wanaweza kwea katika milima, majayanti wakali nao walikuwa katika ile milima wakiwaongoza. So matumaini yao ikaishia pale na wakaona giza. Walitamani sana mpaka wakati Mungu aliweza kufungua nafasi na kufungua mwanya katika maji, ndio waliweza kuimba nyimbo za furaha. Bwana asifiwe. So katika dunia hii ni kwamba Mungu anatafuta watu ambao wanaweza kuleta suluhisho ya kudumu katika dunia hii. Kwa maana ukweli ni kwamba unapoangalia utaona ya kwamba dunia hii ina pengo kubwa. Lakini swali ni, are you ready to start in the gap of God? Wewe mwenyewe unapoangalia, unapofanya uchunguzi wako binafsi, unaona kana kwamba uko tayari ya kusimama katika pengo hilo wakati kama huu Mungu anakuita. Nisema ya kwamba pia tunaishi dunia ambayo tuna mambo mengi ambayo inatufanya tuhisi ya kwamba ni kama tumeishiwa. Utakapokuwa unaangalia, nilikuwa naangalia kiasi ya kwamba through the generations, ama katika hali ya historia ambayo imeandikwa katika Biblia na katika vitabu vingi ambavyo watu wamejaa kuandika, utakuja kuona ya kwamba life has not been easy, ama maisha maisha hayakuwa rahisi, imekuwa maisha ya kung'ang'ana. Na kama ukiwa kijana unatazamia maisha iwe rahisi, basi utakuwa umenidanganya, kwa maana katika mzururo wote wa historia maandiko inaonyesha maisha hayakuwa rahisi. So ni hali ya kupambana na maisha jinsi ilivyo, kwa maana maisha yenyewe, life has not often felt like a less struggle. Yaani maisha imekuwa ni hali ya kung'ang'ana. Ng'ang'ana upate lishe, ng'ang'ana uvae, ng'ang'ana upate mahali pa kuishi, unang'ang'ana ufike hata town uweze kupata kile ulikuwa unahitaji, ng'ang'ana usome na ng'ang'ana upate kazi. So hakuna mahali ambapo utapata kitu kinakungoja, ni hali ya kung'ang'ana. The world needs to operate under the law of scarcity. Nataka niwaeleze pia, unapoangalia utakuja kuona ya kwamba dunia, kulingana na kitabu hiki cha Ezekieli, kitatuonyesha ya kwamba dunia inatawalwa na inaishi katika hali ya kupungukiwa. Mungu alipoangalia mwanadamu, kitabu kile cha Warumi anasema mwanadamu amepungukiwa na ametenda dhambi. So dunia hii ni kwamba inaishi katika hali ya kupungukiwa, yaani kiasi ya kwamba we have limited resources. Tuko na vitu vichache ambazo hata tunahitaji sisi wenyewe. Kama ni familia, unahitaji hiki na kile, vitu vichache haviko. Kuna watu wanatafuta watoto, yaani ana mengine, ana nyumba nzuri, ana gari, lakini anatafuta mtoto. Limited resource. Na kwake ni changamoto kubwa. Katika hali.
Kuna mwingine aliye na watoto wengi, lakini anatafuta mahali pa kuwalaza, hasioni. So hivyo kwake pia ni changamoto, ni changamoto ambayo iko, na hivyo utakuja kuona ya kwamba dunia ambayo vitu ambavyo tunavihitaji ni vichache sana, vichache. Hata wanafunzi pale shuleni, muda mwenyewe ni mchache. Unajua, kuna mtu aliniambia ukweli, kama akaniambia hesabu sio kitu ngumu sana, kama mtu angepewa muda wote, lakini nani angekupa unlimited time? Apatiwa 1 hour, hata minute ama 2 hours, na unahitaji ujaze maswali zaidi ya 50. So ni changamoto kubwa ambayo tunaona katika dunia hii. Tutakuja kuona pia, hata kama wewe ni mwanabiashara, utapata kwamba vitu ambavyo unahitaji uvinunue, pesa ulio nayo ni chache. Unahitaji ujaze stoko yako, huo unatoa vitu, uwe na hata use unauza, lakini ile pesa ulio nayo ni kidogo, haitoshi. Ni changamoto ambayo iliyoko, ambayo utahitaji uione. Watu wengi wako wamesoma, wako na makaratasi, lakini pia kazi ni chache. Ndio unaona hata serikali inapotangaza nafasi za kazi, wale watu wanaofurika na ile kazi inatangazwa ni marudufu. Sasa unashindwa which kind of criteria ambayo inaweza tumika kupea hao watu wote kazi. So ni changamoto kubwa ambayo iko hapa, na hivyo ndio tunasema ya kwamba there is high demand of few resources. We are chasing few resources. Ama tunasema ya kwamba kuna hali ya kuhitaji kwa juu sana kwa vitu vichache ambao tunatazama. Hata katika kazi ya Mungu yenyewe kuna watu walio na moyo, wanahisi ya kwamba ukweli, wana moyo wa kutoa, kabisa, lakini our daily expenses they are more than what we have. Bwana asifiwe. Unaenda kibarua, unapata shilingi 500, unga haiko kwa nyumba, haujalipa maji, hujalipa mbele ya nyumba, mtoto anahitaji hiki na hata kila kingine. Ukifika kanisani, mzee na mchungaji kama mimi tunakuambia toa zaka kwa ukamilifu, lakini sasa unashindwa hii 500 yenyewe jinsi ilivyo. How is it possible? Inaweza kutolewa na kwa kiasi gani? Ni changamoto ambao tunapitia katika hali hii. Endless church, ama mahali ambao tunakimbizana na vitu kama vile swala wanakimbizana na anakimbizwa na simba. But did God truly create the world of iniquity? Yani ukweli ni kwamba ukweli Mungu aliumba dunia ambayo ni ya kuhitaji. Hata wewe mwenyewe unapoangalia, wewe ni mtoto wa Mungu, umeokolewa. Mungu amekuahidi uzima wa milele. Amesema yeye ndiye mkate wa uzima, yeye ndiye maji, lakini kwa nini unahitaji? Umewahi kuuliza hiyo swali? Bwana asifiwe. Wewe ni mzao wa Ibrahimu ambaye aliahidiwa mambo makuu na ya ajabu dunia hii. Mzao mteule, mbingu imetayarishwa kwa ajili yako. Umepewa uzima, umeokolewa, lakini unatembea ukiwa unahitaji. Ni swala ambalo najaribu kulitafakari kuhusiana na kitabu hiki cha Ezekieli, ambao maandiko inasema ya kwamba dunia imejipata katika pengo kubwa, lakini Mungu anatafuta wanadamu ambao wanaweza kujaza hilo pengo. Na ndio tunajiuliza swali, ukweli, je, Mungu kweli aliumba dunia ya kuhitaji? Niliwaeleza ya kwamba after sin entered the world, ama wakati dunia iliingiwa na dhambi, Adamu na Eve walijipata katika hali ya kuhitaji. Lakini hapo awali hakukuwa na hitaji lolote, kwa maana vyote Mungu alikuwa ameviweka. Na hivi utakuja kuona ya kwamba wapendwa, hata tunapoitwa
watoto wa Ibrahimu, mzao mteule, wafuasi na wanafunzi wa Yesu, wana wa Mungu. Tunapolinganisha maneno hayo makubwa, the great names we have been called, na hali tunaoishi, when we try to compare and contrast, tunaona ni kana kwamba mambo hayo mawili haiendeshani. Life today feels like a mountain of hardship or a valley of love. Unapoangalia mambo hayo yote na jinsi unavyoishi, unayalinganisha, unaona haiendeshani. Haiendeshani. Unaanza kujiuliza, mimi ndio nimekosa ama nimepata katika dunia nimekosa, ama Mungu ndiye anaongea uongo? Kwa maana unaona ya kwamba maisha yanakuwa mlima mkubwa ambao unahitaji uipande kila siku, na kupanda sio mchezo. Tunaendelea kuona vile maandiko yanavyozungumza. Many of us labor tirelessly just to survive. Na ni ukweli ni kwamba wengi wetu tunajipata ya kwamba, kama kuna jamaa nilikuwa naongea na yeye, ananiambia yeye analala masaa mawili. Masaa mawili. Bwana asifiwe. Kwa nini alale masaa mawili? Watu wa afya wanafundisha mtu anahitaji aweze kulala masaa 7 ama 8. Lakini katika hali anayoishi najipata ya kwamba amelala masaa mawili. Na sio kupenda kwa, in our effort to provide, even those in our families, some have head and heart when we are searching for something to put on our stomach. Wengine wanajipata ya kwamba even they in prison. Wanajipata ya kwamba unatafuta ulishe familia ama ujipatie mapato, ujijenge. Wengine tunaishia katika hali ya kufungwa. Unajipata ya kwamba umejipata katika hatari. Ni wangapi hata watu wamekusanywa? Kama juzi nilikuwa naongea na jamaa mmoja, alikuwa ananiambia yeye anauza soko moja kule maeneo ya Dharakanili, lakini katika hali ya kuuza yeye ni mwanabiashara, wakashikwa wakawekwa ndani. Kwa nini awekwe ndani? Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anatafuta lishe. Sio kwamba ana makosa yoyote, lakini ni katika hali ya kutafuta. Wengine we have been beaten, hata tumepigwa. Unatafuta vizuri sana, umechoka, unaye mtu anakungoja kwa mlango wako unapofungua. So unapofungua unapata mtu anakuambia leta hilo umebakisha. Leta hilo umebakisha. Sio kwamba ulikuwa unatazamia mtu kama wengine, ila we have been threatened and even wrong. We face hunger. Una wakati hata unatafuta unakuwa umechoka. Kama siku moja nakumbuka nilikuwa nachoma makaa, nikabeba magunia 5 nikapeleka kwa soko. Nzuri ni kwamba aliyekuwa anataka kuninunulia nikampata, kaniambia leo hakuna hela, nitakujia baada ya siku mbili. So nimefanya kazi, nimechoka, nilikuwa nahitaji nipate pesa, lakini bado sijapata. Ilibidi nilale njaa ili na hata kazi nilikuwa nimefanya. So ni changamoto ambayo iko katika dunia hii. We are facing a danger katika hali yetu kwa kazi zingine tunafanya. Kulauka asubuhi, wengine na bodaboda, kuoga na maji baridi. Napata ya kwamba hata mambo ya kiafya ni changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo. Even others we are facing betrayal katika hali yetu, aidha kifamilia, watu wanasalitiwa. Napata ya kwamba umeng'ang'ana. Kama mwingine nilikuwa naona Maria kwa televisheni sema ya kwamba uzuri ni kwamba alioa, na alipooa naye alioa mke ako mchana kuna watoto 3, naye akaongeza yake moja ikawa 4, akalea familia. Lakini baada ya miaka 17 ule mume wa kwanza akarudi na anahitaji watoto wote. So ni changamoto ambayo iko kwa huyu jamaa ambaye kwa sasa anahisi ya kwamba amesalitiwa katika hali hii ambayo amevunjika moyo sana. Disappointment from both strangers, even our beloved ones. Takuja kuelewa ya kwamba kanisa hili, kama kuna kanisa ambao limepitia disappointment, hili kanisa ambao hata katika maneno ambayo yamerekodiwa katika vitabu, sio disappointment tu, imeandikwa great disappointment. Si ni kweli? Wakati wa Mira Moment ambao walikuwa wanaongoja kuja kwa Yesu mara ya pili, walijipata katika hali ya kuvunjika moyo mkubwa. Walivunjika sana. So kuna hali ya kuvunjika moyo
Aidha umejaribu kufanya hili, ule mnayeishi na yeye anakuja na kuuliza, leo umeshinda hapa, hakuna hata kitu unaona umefanya. Wale wewe umekuwa ukisonga tu na kiburi. So ni mambo ambayo inatuvunja moyo sana katika dunia hii. We have journeyed far physically, even emotionally. Watu wameenda zaidi, na ndio unaona magonjwa ya kiakili yamejaa duniani. Nimesumbua vijana. Nilikuwa naongea na kijana mmoja ameniambia, sasa mahali mimi nimefikia, nimekosa matumaini. Kwa maana nimetafuta kazi, huu ni mwaka wa 9. Naenda Nairobi, nitafuta kazi, amelala hata kwa street akitafuta kazi, amechoka. Sasa huyu kijana ameukia miandarati, anakunywa dawa. Nilikuwa nazungumza naye nikamhurumia sana, nikamwambia usikose matumaini. Kwa maana jipatie matumaini kwa Yesu. Kwa maana katika Yesu kuna mabadiliko makubwa, na Yesu ndiye tumaini la dunia. So utakuja kuona kuna changamoto nyingi sana. They are searching for meaning, survival and hope. When we are cold nights, unapigwa na baridi. Ile ni baridi za kiroho. Siku hizi kupata mtu ameamini kikamilifu na anaweza simamia Mungu sio rahisi. Sio rahisi. Ule mfano tuliopewa na ule mchungaji alikuwa anasema ya kwamba alikuwa anahubiri kuhusiana na samoni ya shetani. Ile shetani anaangamiza watu. Na wakapangana na kijana mmoja akapanda juu ya pango akakaa. Samoni chacha, ule kijana akashuka. Na ule mchungaji alikuwa anahubiri akasema, sasa shetani ndio huyo amekuja. Watu walifinyana, wengine wanang'ang'ania kwa milango, wengine hata mmoja akashikwa, mama mmoja akashikwa address yake na mlango, akamwambia, shetani, mimi nimekuwa wako hata sijui unaniuliza nini. So ni changamoto ambayo wapendo iliyoko katika dunia hii. Alilia Mungu alilia shetani, wewe alimwambia hata usijali. Nimekuwa wako, nimekuwa tu nikikuja hapa kuondoa wengine kanisani. So ni changamoto ambayo iliyoko ambayo tunasema ya kwamba sleepless struggles. Watu hata mtu anaingia kwa kitanda kulala vizuri sana, lakini kwa sababu ya mambo ambayo they have been unfulfilled. Unajua hakuna kitu kibaya kama kukaa na kitu unajua bado hujatimiza. Inakupressure. Ulikuwa umeingia kulala lakini unajipata saa 7 uko kwa kitanda na bado hujalala. Hauna usingizi. Ni mambo ambayo tunakutana nayo wapendwa. Na ndivyo kitabu hiki cha Ezekieli kimeona ni vizuri ya kwamba Mungu anazungumza nasi tuweze kuelewa kinagaubaga kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza kusimama. Na ni dunia ni aina gani ambayo tunaitwa tuweze kusimama katika amani. Ndipo emotional boundaries, even our families, community, even our churches. Kanisa, nilikuwa naongea na vijana pale inaitwa Mary University, wakaniambia wengi siku hizi wameondoka kanisani. Na mmoja akaniambia sababu kuu mchungaji ni kwamba matangazo na matoleo imezidi sana. Na ukweli ni kubaliana naye, imezidi. Kwa maana ukweli matangazo imezidi. Na hata sisi wenyewe ndio tunatuma. Na hata nikamwambia mimi ni mmoja wa wale ambao wanachangia kutuma matangazo kama hayo. Lakini nikamuuliza, hata tusipotuma matangazo na hata tusipohimizwa kutoa, je, unaona kuna mabadiliko yanaweza kufanyika hata katika dunia hii hata tusipokuwa na matangazo? Kwa maana tusipoitishwa kanisani tutaitishwa hivi, si ni kweli? So nikamwambia ya kwamba hii ni hali ya kuvumilia, kwa maana Mungu ametuita tusimame katika amani. Unhemmed or human heart quietly wonders is what God intended for us. Ukweli hii ndio mwito ambayo hata wewe mwenyewe unapoangalia, mpendo unaonisikiliza, unaona huu ndio mwito Mungu alikuitia. Hii ya kuhangaika. Unapoangalia unaona huu ndio mwito Mungu alikuitia. Bwana asifiwe. Kwa maana kama ni wanafunzi wa Yesu tuliona wengine waliacha ile kazi walikuwa wanafanya na wakamfuata Yesu, walikuwa na matumaini makubwa, si kweli? Lakini walipofika wengine walirudi nyuma. Kwa maana Yesu aliita wanafunzi 70. Si kweli? Alibaki tu na 11.
So jambo hili sio jambo rahisi, inahitaji ambao tuweze kuelewa Mungu ametuita tusimame katika mwanya gani. Hebu linganisha na wana wa Israeli. Kiangalia kitabu kile cha Hesabu 21. Fungu lake la 8 na 9, maandiko inasema ya kwamba even in the broken world we are not without the hope. Just remember the story of Israelites. Hebu angalia hadithi ya wana wa Israeli ambaye Mungu amewatoa mbali, amefanya miujiza 11 hata kupasua bahari. Wamelishwa mana, chakula ya bure, hakuna kazi wamefanya. Lakini maandiko inasema ya kwamba walipofika katika jangwa wakamgeukia Mungu. Bwana asifiwe. Wakamlalamikia Mungu zaidi. Ukisoma hapo utakuja kuona malalamiko ikazidi sana. Wakanung'unikia Mungu, wakamlilia Mungu, wakimwambia Mungu, heri hata ungetuokoa, ungetuacha kule Misri tukae. Na hivyo ndivyo nalinganisha na kizazi cha siku ya leo ambao kimejaa kuona changamoto kuliko baraka. Bwana asifiwe. Kumbuka niliwaambia kwamba siku ya leo ni siku ya baraka. Lakini ni nini ambayo inasababisha tusipate baraka hii? Ni kwa sababu tunaona changamoto kuliko baraka ya Mungu. Wana wa Israeli waliona changamoto, hawakuona mambo makuu Mungu alikuwa amewafanyia. Hawakuona hayo, walinung'unika, wakalia sana, wakilea kwa ajili ya nyama. Wakasema hata hii chakula ya mana umetupa, mikate hii haina, it is tasteless. Sisi ni kama hatusikii kiingia vizuri. Walilalamikia Mungu sana. Ndiko inasema ya kwamba kwa sababu ya mambo hayo changamoto iliweza kuwaingia. Nyoka wakali waliweza kuwaingia, ikaanza kuuma watu. Bwana asifiwe. Ikaanza kuuma watu. Unapoangalia katika maisha unaona ni nyoka gani anakuuma siku ya leo? Ni nyoka gani anayekuuma wewe mwenyewe unapoangalia? Kwa maana dunia ilijawa na mambo mengi, nyoka wakali wakatoka kaanza kuuma watu. Ukweli ni kwamba Mungu alileta suluhu ya kudumu katika jambo hili. Aliweza kuleta suluhu ya kudumu, lakini ni wangapi walio mwangalia Yesu kama suluhu hata baada ya kusimamishwa katika juu ya mlima Sinai? Ni wangapi? Wengi walikataa, si kweli? Na waliangamia. Hata siku ya leo ni kwamba suluhu ya kudumu ya kusimama katika mwanya ambao Mungu anaita wanadamu wasimame, Yesu mwenyewe ameonyesha mfano huo. Lakini ni wangapi ambao wanashikamana na Yesu na kusimama katika mwanya? Wakati wa Ezekieli, nataka niwaeleze ya kwamba Mungu alitafuta mtu wa kusimama katika pengo, alikosa. Sio kwamba hakukuwa na watu hata walikuwa matajiri. Sio kwamba hakukuwa hata na wafalme waliokuwa na magari. Wengine walikuwa wamejenga manyumba makubwa, wasomi wa aina zote. Lakini Mungu alitafuta watu wa kusimama katika mwanya, akakosa. Bwana asifiwe. So ni changamoto iliyoko katika maisha yetu ambayo tunaishi. Na ndivyo siku ya leo hata Mungu anauliza hilo swali, je, naweza pata mtu ambaye anaweza kusimama katika pengo? Anaweza pata, Mungu anaweza pata mtu huyu ambaye anaweza kusimama katika pengo na aweze kulijaza. Maandiko inasema ya kwamba kuna watu wachache, tunapomalizia, kuna watu wachache nataka uangalie ya kwamba waliweza kusimama katika pengo. Kwa maana watu wanaosimama katika pengo ni watu wanaelewa wameitiwa nini. By the way, do you know your mission here on earth? Unapoangalia wewe mwenyewe unaelewa lengo lako hapa duniani. What is your mission? Hilo swali ni ngumu sana, lakini niulize, is it possible that you can memorize even the church mission? Kwa maana kanisa hili liko na mission, ni kweli? Na hili kanisa halingekuja tu kama halina mission. Liko na mission. There is even our mission statement. Si ni kweli? Tuko nayo. Wewe mwenyewe ile mission uko nayo. Na hiyo iko kwa mawazo saa hii.
na hiyo mission ya kanisa inaingiliana. Hapo ni mambo mawili tofauti. Ni changamoto ambayo tunaishi nayo katika hii dunia, lakini ni kwamba Mungu anatafuta wanadamu ambao wanaweza aminika, wanadamu walio na imani na wanadamu ambao wana ushujaa. Bwana asifiwe. Yaani wanaoaminika, wanaweza aminika. Ni wangapi wanaweza aminika? Jambo la kuamini, la kuaminika ni jambo la maana sana. Ni jambo la maana sana katika maisha haya ya kiimani. Jambo la kuaminika. Jambo la kuaminika. Maandiko inasema ya kwamba tukiaminika na vichache tutafanywa kusimamia vilivyo vingi na vikubwa. Bwana asifiwe. Na nini utakuja kuona ya kwamba hata ule mfano umepeanwa katika kitabu cha Luka, inaonyesha ya kwamba mtu waliopewa talanta na waliporudisha, mtu alikuwa anaambiwa welcome my dear, my well faithful servant. Sasa wewe umekuwa mchache, yaani mwaminifu kwa vichache, nitakufanya kuwa mwaminifu kwa vingi. Na maandiko ilikuwa nasema ya kwamba hata kuna mahali imefika wakawaiwa miji. So kama umeleta 2 unapewa miji 2. Kama umeleta 20 unapewa miji 20. Yaani kumaanisha ya kwamba hili jambo la uaminifu ni jambo ambalo linakamata baraka. Na Mungu anatafuta watu ambao wanaweza aminika kwa dunia ambayo haiwezi kuaminika. Dunia yenyewe haiwezi kuaminika. Haiwezi kuaminika, na ndio unaona watu wengi sana wanapora mali ya umma. Wanapora mali ya kanisa. Wanaharibu kwa maana sio watu wa kuaminika. Lakini dunia hii Mungu anatafuta watu ambao wanaweza aminika. Swali ni je, unaweza aminika? Mali imefikia hata watu kama tumeanza kujiba sisi wenyewe. Yaani unajiba, wewe pesa ni yako lakini unajiba. Pesa wewe ni yako lakini wewe mwenyewe unajiba na ni yako. Kama unakosa kujiamini wewe mwenyewe, ndio unaona Mungu anaweza kuamini kweli? Is it possible? Hata sisi wacha tuongee ukweli. Is it possible? Is not possible. Kwa maana utakuja kuona ni changamoto ambao tunaiangalia. Yaani watu ambao wanaweza aminika. Hebu angalia mtu alikuwa anaitwa Abeli. Abeli aliaminika hata katika dunia ambayo haikuwa inaaminika. Ndugu yake, dunia ilikuwa imeanguka. Mungu akamuita, akasema siku ya leo naomba kuona mwanadamu ambaye anaweza kusimama katika pengo. Nahitaji kutolewa sadaka kamili na ya uaminifu. Abeli alitoa, Kaini alitokea tu na masadaka. Sijui ni mengi ama ni machache, lakini haikuweza aminika. Bwana asifiwe. Hata siku ya leo Mungu haiti wanadamu ambao wanaweza kutoa zaka na sadaka, lakini Mungu anaita wanadamu ambao wanaweza toa zaka na sadaka kamili. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya kutoa zaka na sadaka na zaka na sadaka kamili. Mungu haitishi sadaka, anaitiza kamili, yaani ile ya haki na ya kweli. Je, Mungu anaweza pata watu kama hao? Wanaweza aminika? Ni swali ambayo nataka tumalizie nayo, kwa maana niko katika mbio ya kumalizia. Wanadamu walio na imani. Siku hizi hata Mungu atafuta imani kubwa, ni kidogo. Mungu anasema, alipokuwa anaongea na wanafunzi wake aliwaambia, hata tukipata tu imani kidogo, imani tu kidogo inaweza hata fanya milima iende. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo kubwa itapatikana watu wakiwa wamechongwa na mambo ya kidunia. Hiyo kubwa inaweza patikana wapi? Hiyo imani kubwa inaweza patikana wapi? Hiyo kubwa. Hata wewe mwenyewe, hata sehemu yako unapofikiria, unaona ka sehemu kanao baki na Mungu ni kubwa ama ni kidogo? Hata saa hii ukiambiwa andika mambo yako tu, utajaza mambo yako, ya Mungu itakuwa ni kidogo. Si kweli? Ile na on plan issues. Nikiuliza siku ya leo wale katika ile mipango uko nayo ya kufanya hii mwaka mzima, hebu nione mipango ya Mungu umeweka mingapi? Imejaa yako. Ya kwanza nataka nifanye hivi. Ya pili, yaani ya Mungu utahitaji ukumbushwe, na hata kama utakumbushwa utahitaji upato kama hope guard. Yaani unakuja usukiwa tu, unauliza hii ndio kwani mbona unaelewa hii mpango uko katika mpango wa Mungu? So ni changamoto ambayo tuko nayo, na ndivyo naona
ya kwamba hata hiyo imani kubwa haiko, lakini hata kidogo yenyewe inaenda ikipotea. Bwana asifiwe. Imani kidogo, hata hiyo kidogo inaenda ikipotea, inaenda ikipotea. Ni changamoto. Mungu anauliza swali, je, naweza kupata mwanadamu ambaye anaweza kusimama katika mwanya na kujaza pengo hili ambalo limeacha wazi? Yaani mwanadamu Bwana asifiwe. Hao sio watu wa kuketi na kuangalia watu wakifanya kazi ya Mungu, lakini wao wanahusika. Wanahusika. Unajua kuna watu kanisani wamejaa watu wa kuketi wakiangalia. Wanasema, si wabarike hata mimi nibarikiwe." Lakini utabarikiwa namna gani ikiwa wewe mwenyewe hausiki kikamilifu? Bwana asifiwe. Yaani unakaa kama hii hadithi tulikuwa tunaambiwa, sio ya ukweli lakini tuliambiwa ya kwamba watu watatu, Waarabu, sijui na wazungu na Waafrika, wote wakaenda kutafuta baraka. Mwafrika akafika akiwa amechelewa. Kauliza, unataka nini? Kasema, yangu tayari yote ile nilikuwa nataka ichukuliwe. So, sijui kama ni mambo ya ukweli. Yaani hiyo ndio taswira ya kidunia hapa, ambao watu wanaketi wakiangalia wengine wakibarikiwa. Yaani tu unaketi unaangalia tu wengine wakibarikiwa. Watu wanafanya kazi ya Mungu na wewe uko hapo unaangalia tu kwa macho. Bwana asifiwe. So tunahitaji watu ambao wanaweza, Mungu anatafuta watu ambao they can step up and involve or support his mission. Watu ambao wanaweza simama. Hebu muangalie Nehemia. Maandiko inasema ya kwamba Nehemia halipozuru mji wa Yerusalemu, Nehemia saw the broken walls of Jerusalem and he refused to stay silent. Akahusunika. Lugha nyingine inatumika inasema alihusunika moyoni. Sijui ni wangapi umewahi ona kazi ya Mungu ikiharibika ukaanza kuhusunika moyo. Sio yako, lakini ni ule uhusiano ulio nao na Mungu. Unaona ni kana kwako. Yaani unaona ni zaidi na yako. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni wangapi ambao wanaona kazi ya Mungu ikilemea na wanaendelea kufurahi? Wanaendelea kufurahi. Nehemia alihuzunika moyoni sana. Akahuzunika moyoni sana. Na akasema ya kwamba sioni haja ya kuketi katika nyumba ya mfalme na kuangalia kazi ya Mungu ikiharibika. Na hivyo akamuomba mfalme ruhusa na aweze kwenda kutengeneza kazi hiyo. Bwana asifiwe. The Bible says, hiyo ni Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18. The Bible says, he led the building of the walls of Jerusalem because he stood in the gap. Yaani alisimama katika pengo. Alienda akaona pengo, akaona hii kuta za Yerusalemu zimebomolewa. Watu wanachukua mabaki wakienda kujenga nayo. Wengine wanauza, wanafanya sarakasi za kila aina. Yeremia akahuzunika moyo, akasema, hii siwezi nikaketi. Siwezi. Na yeye akachukua nafasi ya kusimama katika pengo. Na hivyo ndivyo watu ambao Mungu anatafuta. Lakini itakuwaje? Itakuwaje? Dunia hii imejaa na watu wanafiki kama Sauli, mfalme Sauli, ambaye aliamrishwa na Mungu kufanya amri yake na akarudi kwa Mungu, yule Mungu aliyemwamrisha, na akamwambia, Mungu, unajua nimefanya kazi yako yote. Mungu alipomwangalia akamuuliza, hizi kelele za kondoo, mbuzi, ng'ombe, punda nasikia zimetoka wapi? Zimetoka wapi? Unafiki ambao ulikuwa unajaa. Na ndivyo unaona ya kwamba, hebu nimalize nikisema hivi wapendwa, ya kwamba even today God is in search of faithful people who can stand in the battle. Hata siku ya leo Mungu duniani anatafuta wamama ambao wanaweza kuwa waaminifu. Anatafuta siku ya leo. Mungu anatafuta. Wakati wa Ezekieli alitafuta akakosa kabisa. Haikupatikana mtu ambaye aliweza kuaminika. Hakupatikana mtu ambaye aliweza kujitoa na kusema mimi nitasimama katika pengo.
hata siku ya leo Mungu anatafuta mama ambaye anaweza kusimama, mzee anaweza kusimama, kijana anaweza kusimama, hata kana kwamba vijana wote wametoroka na kumwacha Mungu. Anaweza simama kama Shadraka, Meshaki na Abednego na kusema ya kwamba imetosha, mimi nitasimamia Mungu. Bwana asifiwe. Yaani vijana kama hao wanaweza kusema hata kama usharati umekuwa mwingi sana, Mungu anatafuta kijana anaweza kusema kama Yusufu ya kwamba liwe liwalo, ni heri nimwachie koti, lakini siwezi fanya dhambi kubwa kiasi hii. Siwezi nikafanya dhambi kubwa kiasi hii kwa Mungu wangu, nitasimamia ukweli. Bwana asifiwe. Vijana wengi wamekuwa very compromise na sugar mummies na daddies. Maisha yao imeharibika. Mtu anapatiwa gari anaanza kuendesha, wanaanza kukaa na mama mzee. Walika ya mama yake. Ni aibu kubwa unapoangalia mambo kama haya. Na ndivyo maandiko inasema Mungu anatafuta vijana ambao wanaweza kusimama katika pendo. Juzi nilikuwa naona kuna mtu alikuwa anauliza kama anaweza pata mwanamwali ama kijana ambaye ni bikira. Watu wakafanya mchezo. Lakini swali lengo langu sio kwamba ubikira huko ama huko. Je, Mungu anaweza pata kijana ambaye anaweza simama katika pendo? Anaweza? Anaweza. Bwana asifiwe. Mungu anatafuta mama ama mzee ambaye anaweza kuaminika katika ndoa. Hata kama ndoa zinavunjika, lakini anaweza kusimama kama Joshua na kusema zote zimevunjika, lakini yangu iko imara, inakuongojea wewe Mwokozi. Huyo Joshua yeye mwenyewe, hata wakati wa Israeli wote hawakujali, walio mabibi wengi walikataa kuchukua majukumu, hawakuelekeza familia zao kwa Mungu. Joshua alisimama na Mungu. Kisoma Joshua chapter 4, yani 24 verse 15. Maandiko inasema ya kwamba Joshua alimwambia hata watu wote wakikosa, mimi niko tayari, kwa maana mimi na familia yangu tumeamua. Tumeamua kabisa. Tumeamua na tutasimama nawe katika ipe. Bwana asifiwe. Amen. Najua mambo hayo ni mengi sana, kwa maana siku hizi watu wanajaribu kuambia mtu mmoja huwezi kula githeri mara moja, unaweza kubadilisha na pishori. Lakini Mungu anatafuta watu kama hao ambao wanaweza kumsimamia. Watu kama Ayubu ambao ni watu hawakujawa na malalamishi. He was a blameless person. Dunia ilikuwa na dhambi na mlio, lakini Ayubu hakulalamika. Alisimamia Mungu na akasema nitaona baraka ya Mwenyezi Mungu kuliko changamoto. Naamini ahadi za Mungu hata kama dunia iko jinsi ilivyo. Ahadi za Mungu ndugu zangu, je, ni za kweli ama haziaminiki? Hizi ahadi za Mungu ni za kweli? Watu wanaziamini kweli? Wengi wameacha kuamini ahadi za Mungu, lakini maandiko inatukumbusha ya kwamba ahadi za Mungu ni za kweli na ni za hakika. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo mwito wa siku ya leo napoitana niseme ya kwamba Mungu anatafuta wanadamu ambao wanaweza kusimama katika mwanya. Pengo liko duniani. Je, yuko tayari? Uko tayari kusimama katika huo mwanya ambao Mungu anatafuta siku ya leo? Wewe kijana unayenisikiza, je, uko tayari kusimama katika pengo? Uko tayari kusimama katika pengo? Mama unayenisikiliza, je, uko tayari kusimama katika pengo? Hata wakati wa mama wengi wameharibu mboma na kukalia waume zao kwa kutumia ile mitishamba ama nini, wapi watu wanaenda wanatafuta vitu vya haibu. Je, yuko tayari? Hata kama utasawishiwa na wamama wengine na waambia mimi siwezi, kwa maana tayari nimeamua kusimama katika pengo. Bwana asifiwe. Uko tayari? Ukiwa mwanaume, wakati wanaume wengi wamekimbilia
kwa mipango ya kando. Je, uko tayari kusimamia familia yako na kusema huyu ni wangu na ni wangu peke yangu, lakini mimi niko tayari kusimama? Uko tayari kusimama? Hilo ndio mwito wa siku ya leo ambao Mungu anatafuta wanadamu ambao wanaweza kusimama katika pendo. Hebu niulize swali. Unaona jambo hili kusimama katika pendo kama jambo rahisi? Je, unaona kama halina vizuizi? Unaona kama halina majaribu? Majaribu yako. Nehemia alijaribiwa sana na ndugu zake Tobias ambao walimkejeli, walimpigia kelele, walimpinga na hata walitangaza vita na yeye. Bwana asifiwe. Alijenga mkono mmoja silaha, mkono mmoja mwingine wa kufanya kazi. So hata sisi Mungu hatuiti tusimame hata wakati dunia iko sawa, lakini ni wakati dunia imeharibika zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo neema yake inatosha kutuweka ili ya kwamba tuweze kusimama katika pendo. Nataka kuita mwito wa kipekee. Kwa maana hata tunajenga katika ofisi zetu. Na tunajenga ofisi wakati ambao ni mgumu. Wacha niwaeleze kusema kweli kwamba hata mimi wakati jambo hili lilifika kwangu, niliuliza mbona jambo hili limefika wakati ambao ni mgumu? Reality. Hata mimi mwenyewe niliuliza, mbona imefika wakati ambao ni mgumu? Si ni wakati ni mgumu? Yaani wakati ambao ni mgumu. Wakati ambao ni mgumu. Nikauliza, mbona wasinge tuambia tujenge wakati wa Kibaki? At least wakati wa Kibaki maisha ilikuwa magumu zaidi kama ya leo. Lakini Mungu ametuita wakati mgumu tuweze kusimama katika pendo. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ametuita wakati mgumu kuweza kusimama katika pendo. Je, unaweza pata watu ambao wanaweza kusema Mungu nitasimama katika pendo? Nataka nifanye ombi la kipekee. Hebu tusimame. Wewe ile wimbo nambari 104. Wimbo nambari 104. Tujiandae kwa sadaka. Maana tutatoa sadaka na tusimame katika pendo. Wimbo nambari 104. Wewe Apostles maji ya uzima bure, unywe uwe hai. Nilikwenda kwake mara na maji nikanywa, naishi kwake na kiu kamwe sina tena. Yesu aliniita njoo, dunia igiza, ukinitazama nuru takung'arisha.
yeye jua langu, nikienda wakati mwanga safarini mwangu. Asante. Niseme ya kwamba tumefika wakati wa kuomba, na ningetaka nifanye maombi matatu muhimu, na siku ya leo nitaingia kusema ya kwamba ni siku ya baraka. Yesu alipokuwa anazungumza na familia ya Lazaro, wakati Lazaro alikuwa ameapa, kuna neno la busara sana lizungumza hiyo familia. Maandiko inasema ya kwamba walikuwa wanazungumza na Maritha, na Maritha alikuwa na matumaini makubwa ya kuona ufufuo, na alikuwa amefundishwa neno, lakini hakujua yale Yesu alikuwa anazungumza. Kwa maana yeye alikuwa nadhani Yesu amekuja ili awafariji na aondoke, alafu wapatane na ndugu yake katika ufufuo ambao kila mmoja wetu wapendwa waliolala wanatazamia. Lakini Yesu akazungumza na neno la busara sana. Akamwambia, nilikwambia tu mimi ya kwamba leo utaona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Neno hilo ni neno la busara sana, ya kwamba siku ya leo ukiamini hivi na uamini kabisa, utaona utukufu wa Mungu. So hata tunapojaribu Mungu kwa kutoa sadaka, naomba pia uchukue karatasi yako uandike jambo ambalo ungetaka Mungu akufanyie leo hii, na usimame katika mwanya, alafu utatoa sadaka. Hilo ndio jambo tu, na tutaliombea jambo. Kwa karatasi tu nataka useme leo, Mungu naomba nisimame katika mwanya, nami naomba unitimizie. Na uandike, na tutaomba. Sijui kama watu wajanielewa ama lugha yangu ndio haieleweki. Bwana asifiwe. Amina. Nasema ya kwamba kwa aidha wa karatasi ama mahali utaandika ya kwamba leo hii uamini tu. Ungetaka jambo ambalo ungetaka Mungu akufanyie, jambo moja tu, usiandike mengi, moja tu, na tutaliombea tunaposimama katika mwanya. Kwa maana Mungu anatuita tusimame katika mwanya, naye aachilie baraka yake. Bwana Yesu apewe sifa. Alipokuwa anaita Daudi, walipokuwa wanajenga Yerusalemu, kama vile tunajenga ofisi zetu, ni kwamba Daudi aliitana mwito tu wa kipekee, na akasema mtu aliye na moyo aweze kusimama na mtolee Mungu. Maandiko inasema ya kwamba watu waliguswa na walitoa kwa moyo na vikatosha. Hakuna mahali pengine ambapo vitu vimetolewa mpaka watu wakatoa. Kuna mtu aliniambia siku moja, Mungu ametuita tutoe mpaka damu, lakini nikamwambia hata damu alitoa pale msalabani. Si ni ukweli? Alimwaga damu pale msalabani, ajihitaji sisi tutoe mpaka damu. Lakini katika hali zetu sisi tunajua tuna donate damu tusaidie walio na mahitaji ya kipesheli ya kuwekwa damu. Si ni kweli? So ni hali ya matoleo. So andika jambo moja tu ambalo ungeitaka Mungu akutimizie leo. Tutaomba kwa jambo hilo. Alafu jiandae na sadaka ya kusimama katika mwanya. Tunajenga ofisi zetu, na ni kwamba ile sadaka inahitajika hapa ni kidogo. Tukipata watu ambao wanaweza kusimama tu, watu 5 wanaweza toa 1000, tutakuwa tumemalizana hiyo jambo. Ukimaliza lete hapa, tutaomba. Hii vitu vyote lete hapa. Na Mungu akijibu, utoe shukrani. Kuna mahali mhubiri mmoja alituhubiria kama mchezo, na watu waliandika vitu vya aina. Wengine walikuwa wanaandika kama mchezo, na wengine walikuwa wanaandika hawana mchezo, lakini waliona mkono wa Bwana. Mungu alijibu maombi.
Asante sana. Sidhani kama kuna mtu nimefungia. Sidhani kama kuna mtu nimefungia. Kama una karatasi omba, andika jambo ambalo ungetaka Mungu akufanyie siku ya leo. Naamini neno hili Mungu alizungumza na familia ya Lazaro. Niwaambia ukiamini leo utaona utukufu wa Mungu. Na ukweli ni kwamba walipoamini waliona utukufu wa Mungu. So jambo hili ukiwa umeliandika kwa imani ni kwamba kile ungetaka Mungu akutimizie leo atatimiza. Kwa maana sio sisi tunatimiza, ni Mungu. Mungu ndiye anatimiza. Mungu ndiye anatimiza. Asante sana. Okay. Asante. Sidhani kama kuna mtu nimefungia. Sidhani kama kuna mtu nimefungia. Kama umemaliza tu kuandika, nataka tuombe ombi la kipekee sana. Kuna mtu ameachwa? Jambo ambalo ungetaka Mungu akutimizie siku ya leo. Mungu akutimizie siku ya leo. I hope kila aliyekuwa anataka kufika amefika, si ndio? Ama kuna mtu tumeacha? Hakuna. Okay, kwa unyenyekevu wacha tuweze kuomba. Tusimame tu, wale wanaweza kusimama tuweze kuomba kwa ajili ya jambo hili. Baba yetu uishie mahali pa juu zaidi, Baba mwenye ukuu, uwezo, mamlaka na nguvu nyingi, tunakushukuru mchana wa leo, kwa maana nawe Mungu wetu umetusikia na umesikia ombi kila mmoja wetu anayoliomba katika moyo wake, na hata katika njia ya kuandika alichokiandika. Bwana anaamini ya kwamba wewe ni Mungu anayejibu maombi, na hivyo tunakushukuru kwa maana umetusikia na unatusikia siku zote. Mungu, ombi la kipekee ya kwamba watoto wako wamekujaribu na wameamini, nao wanaomba waone utukufu wako leo kwa njia ya kujibu ombi hili. Tunaomba Mungu wetu, kama kuna jambo lolote ambalo lingekuwa miongoni mwetu ama ndani yetu ambalo lingefanya ombi letu lisiweze kufika kwako na kulijibu ombi letu ambalo tumeandika, na hata lile liko katika mioyo yetu, Mungu kaliondoe. Tunajishusha kwako kwa unyenyekevu mkubwa, tukiomba Mungu wetu ukaweza kutusikia. Kuna wale wameandika kwa ajili ya kazi, Bwana naomba ukawape. Kuna wale wameandika kwa ajili ya familia zao kusimama, naomba Bwana ukawape. Kuna wale wameandika kwa ajili ya wachumba, naomba ukawakumbuke. Kuna wale wameandika kwa ajili ya biashara, naomba Bwana ukawakumbuke. Kuna wale wameandika kwa ajili ya maisha yao ya kiroho, Bwana naomba ukawape. Kuna wale wameandika kwa ajili ya mapato, wengine magari, wengine kupandishwa ngazi, wengine hata uponyaji kwa jambo ambalo linawasumbua, Bwana naomba ukawape. Kuna wale wameomba kwa ajili ya karo ya shule, masomo, hekima na maombi ya kila aina. Mungu wetu wa hisani ya mbingu, tunaomba maombi haya ukayapokee na ukajibu maombi yetu, ukatupe subira tunapoongoja wewe mwenyewe kujidhihirisha kwetu na kujibu maombi haya. Nasi ukatupe ukumbusho
utakapojibu maombi haya, tukatoa shukrani kwa kila mmoja wetu kwa wakati wake, kwa maana tumeomba yote tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Asante.